Bwana huari gani mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunajua ni hapa Bongo Vibe TV kujuzana machache kati ya mengi kimichezo ambayo yamezidi kujiri huko sehemu mbalimbali, na sisi tunakusanya taarifa na kuja kukuwekea hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe TV ili uweze kuhabarika na kufahamu yanayoendelea sehemu mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kuangazia hapa, bwana inaeleza kwamba shirikisho la mpira wa miguu tayari wamekushaweza kufanya maamuzi mazito juu ya waamuzi ambao waliweza kusimamia sheria 17 za mchezo wa Kariakoo Derby pale visiwani Zanzibar kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Kama ninavyofahamu kwenye mchezo huo kulikuwa kuna matukio mengi tata ambayo yamepelekea kwa namna moja ama nyingine kuibuka kwa maneno mbalimbali juu ya mashabiki ambao waliamini kuna baadhi ya matukio timu zao ziliweza kunyongwa. Na miongoni mwa matukio tata linalowekwa sana akilini ama linalozungumzwa sana huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni tukio la mchezaji Sulemani Mwalimu kukataliwa goli lake, lakini pia ni namna ambavyo offside ya Prince Dube ilivyoweza kunyambuliwa na muamuzi wa mchezo huo na kuwafanya klabu ya Yanga wakose nafasi ya kwenda kupata bao la uongozi kwenye mchezo huo muhimu. Sasa kutokana na matukio haya tata ambayo yaliweza kutokea kwenye mchezo huo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF chini ya rais wake Wallace Karia tayari amekushaweza kutoa tamko muda huu hapa ninavyozungumza na wewe juu ya waamuzi hao ambao waliweza kufanya mchezo huo usiweze kutamatika vyema ama uweze kupoteza taswira ya ubora wa mchezo huo ndani ya dakika 90. Sasa kile ambacho shirikisho la mpira wa miguu wameweza kukitoa sasa hivi niko nacho hapa mwanamchezo wangu, nami nitakuja kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili na wewe uweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea huko kuhusiana na shirikisho la mpira wa miguu TFF na kile ambacho wameweza kukitoa kwenda kwa umma. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja hiki naye uweze kufahamu, hakikisha mwanamchezo wangu unaenda kufanya jambo moja na la kimsingi kabisa, ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe na tunakujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama inasalia kuwa jepesi kabisa ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya uamuzi ambao shirikisho la mpira wa miguu watauchukua kwa waamuzi walioweza kuchezesha mchezo wa Kariakoo Derby. Labda nikukumbushe kwa upande wa waamuzi ambao walikuwepo kusimamia sheria 17 kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby. Mwamuzi wa kati alikuwa ni Nasoro Mwinchui kutokea pale mkoani Tanga, lakini mwamuzi msaidizi nambari 1 alikuwa Kasimu Mpanga kutokea mkoani Dar es Salaam. Mwamuzi msaidizi nambari 2 alikuwepo Amdani Saidi kutokea mkoani Mtwara. Mwamuzi wa akiba alikuwepo ni Ramazani Kayoko, lakini mtathmini wa waamuzi alikuwepo ni Israeli Mjuni kutokea mkoani Dar es Salaam. Sasa kabla ya mchezo kwanza, rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Wallace Karia kuna maneno ambayo aliweza kuyazungumza na kuyaweka wazi mapema. Kwenye maneno yake aligusia pia hawataweza kuwachukulia poa waamuzi hawa endapo watafanya makosa. Sheria lazima ichukue mkondo wake, si tu kuweza kupatiwa adhabu na shirikisho la mpira miguu, bali pia watachukuliwa sheria ama kupelekwa jela. Iko ambacho aliweza kuzungumza rais wa TFF bwana Wallace Karia. Sasa kutokana na hicho ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, tutegemee sheria kali zikienda kuchukuliwa
kwa waamuzi hawa hapa, aidha kuweza kufungiwa mizunguko mitano ya michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kama ninavyofahamu sasa hivi sheria zimekuwa ngumu kweli kweli kwa waamuzi wa mchezo, endapo atatokea amefanya makosa ambayo yameweza kupelekea namna moja ama nyingine timu fulani kutoweza kupata haki yake ya msingi, moja kwa moja huwa anachukuliwa adhabu, na adhabu yao inakuwa ni kufungiwa mizunguko mitano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara pamoja na faini. Kwa hiyo huenda tukashuhudia waamuzi hawa wakienda kufungiwa mizunguko mitano kulingana na kile ambacho kiliweza kuonekana kwenye mchezo huo dhidi ya timu za Kariakoo Derby, Yanga pamoja na Simba Sports Club. Tusubirie kuona mambo yatakuwaje, lakini nikusii usalie nasi kwa taarifa nzuri za kimichezo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.